Tunaweza kusema kwamba timu ya taifa Brazil katika World Cup hii hawako vizuri kabisa, wana bahati mbaya. Hii ni mara baada ya mshambuliaji wao tegemezi Rafinha kupata changamoto ya majeraha ya nyama za paja, kitu ambacho kinawezekana kikamweka nje pia kwa muda mrefu. Ikumbuke jana timu ya taifa Brazil walishuka dimbani dhidi ya Haiti, mchezo ambao walipata ushindi wao wa kwanza, mshindi wa magoli 3-0, lakini changamoto kubwa ni Rafinha. Ikumbukwe hivi sasa timu ya taifa ya Brazil inakabiliwa na majeraha ya mshambuliaji wao pia, kwa maana Neymar dos Santos da Silva, ambaye kimsingi hivi sasa inasemekana kwamba huenda katika mchezo wa mwisho dhidi ya Scotland anaweza akawa sawa na akacheza. Kwa bahati mbaya sasa kipindi ambacho Neymar anaonekana kwamba anaanza kurejea kikosini ndio kipindi ambacho Rafinha yeye anakwenda nje kutokana na majeraha. Jana alishindwa kumaliza mchezo kwa maana dakika 90, dakika ya 44 akashindwa kuendelea na mchezo na akaomba atolewe nje kutokana na changamoto ambayo ameipata. Doni Caro na vijana wake huenda hii World Cup 2026 isiwe nzuri kabisa kutokana na changamoto ya majeraha ambayo yamekuwa yanaendelea kuwaandama hivi sasa. Timu ya taifa Brazil miongoni mwa timu ambazo kabla ya World Cup zilikuwa zinapewa nafasi fulani hivi kuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinatabiriwa kufanya vizuri katika World Cup hii, lakini kwa bahati mbaya sasa imekuwa ni namna ambavyo mwenendo ulivyo. Kumbukwe mchezo wa kwanza wa Brazil walikutana na Waafrika wasio wengine ni Morocco, ambao nao wanajiita the Brazilian of Africa, kwa maana wa Brazil wa Afrika, mchezo ambao ukatamatika kwa sare ya goli 1-1. Lakini hivi sasa tunapozungumza ni kwamba hali ya Rafinha sio nzuri kunako kikosi cha Brazil, na hivi sasa taarifa rasmi inasubiriwa kutolewa. Changamoto ya Rafinha itamweka nje kwa muda gani? Je, atakosekana michezo mingapi ama World Cup nzima hii anaweza kukosekana? Ikumbukwe Rafinha ni miongoni mwa wachezaji ambao wana changamoto pia ya majeraha ya mara kwa mara, so watu wameanza kupata pressure na wasiwasi juu ya namna ambavyo alifanikiwa kutoa katika huo mchezo na kusababisha pressure kubwa kunako mashabiki wa timu ya Brazil. Sasa tuendelee kufuatilia mwenendo wa Brazil, lakini hivi sasa tunapozungumza Neymar inasadikika, inasemekana atarejea hivi karibuni, uwezekana katika mchezo wao dhidi ya Scotland ambao unatarajia kuchezwa tarehe 25 hatakuwa fiti kwa niaba ya matumizi. Lakini kwa bahati mbaya kipindi ambacho Neymar anarejea kikosini ndio kipindi ambacho Rafinha yeye anatoka nje, kwa maana anapata changamoto ya majeraha. Doni Caro na vijana wake, hali inawezekana ikawa sio nzuri kunako World Cup hii ambayo hivi sasa imekuwa ikiendelea. Mimi Funga Meza jina, endelea kunifuatia kupitia mitandao yangu mbalimbali ya kijamii, lakini pia una nafasi nzuri ya kunifollow huko na kupata taarifa nyingi ambazo unatamani kuzipata.